Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anaapa kusema kwamba jeshi la IDF litashambulia kila eneo ndani ya Iran. Waziri mkuu huyo ameamua nchi yake ishambulie Iran kila eneo, na anasema watapiga katika kila eneo, hasa utawala wa Iran. Wakati huu waziri mkuu huyo mpango wake ni kuhakikisha eneo la utawala lote linashambuliwa na wakuu wote katika utawala wa kisiasa na hata jeshi wote wanashambuliwa. Ametoa matamshi hayo saa chache baada ya waziri wake wa ulinzi Bwana Israel Katz kuionya Iran kuwa mji wake mkuu utawaka moto muda si mrefu. Hata hivyo, iliendeleza mashambulizi yake usiku wa Jumapili, huku Iran nayo ikifanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ndani ya Israel. Katika hatua nyingine, Israel imeendelea kufanya mashambulizi hayo katika nchi ya Iran, huku ripoti za hivi karibuni zikisema ndege zake za kivita zimelenga kituo cha kusafisha mafuta cha Iran cha Tabriz. Mikanda video inaonyesha wingu zito la moshi limetanda kwa kituo hicho. Mashambulizi hayo ni mwendelezo wa hujuma za Israel ndani ya Iran iliyozianza siku ya Ijumaa. Afisa mmoja wa Iran amesema nchi hiyo ilihamisha vifaa vyake muhimu na vya kimkakati kutoka kwenye kituo chake cha nyuklia cha Fordow kabla ya Israel kukishambulia. Afisa huyo ambaye ni msemaji wa shirika la atomiki la Iran amesema uharibifu uliotokea nje ya kituo hicho hauna athari kubwa na unaweza kushughulikiwa. Akinukuliwa na shirika la habari la Iran IRNA, Kamal Wanfi amesema sehemu kubwa ya vifaa na malighafi muhimu vilihamishwa kwenda eneo salama. Kituo cha nyuklia cha Fordow kinajumuisha mitambo ya kurutubisha madini ya uranium, kinakutana kiasi kilomita 100 kutoka mji mkuu wa Iran, Tehran. Kituo hicho kimejengwa chini kabisa ya mlima mkubwa na kinalindwa na mizinga ya kijeshi. Iran pia imeendeleza kujibu mapigo kuanzia siku ya Ijumaa hadi siku ya Jumapili. Benjamin Netanyahu anadokeza chanzo cha mashambulizi haya akisema kwamba mashambulizi hayo yalipangwa tangu Novemba mwaka uliopita baada ya kuuawa kwa Hassan Nasrallah, kiongozi wa Hizbullah, mshirika mkubwa wa Iran. Hata hivyo, mashambulizi hayo yalichelewa hadi Aprili, lakini ni rais wa Marekani Donald Trump ambaye alifanya mashambulizi hayo yachelewe. Iran ilijibu kwa kutuma zaidi ya makombora 100, ingawa Israeli ilisema waliharibu baadhi ya makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani. Rais Donald Trump kwa upande wake ameambia Iran kupitia mtandao wake wa Truth Social kwamba lazima wafikie makubaliano ya nyuklia na Marekani kabla hali haijawa mbaya zaidi. Amesema kwamba hata hivyo atahakikisha atamaliza vita hivyo kati ya Iran na Israel, na muda si mrefu atahakikisha vita hivyo vinakomeshwa mara moja. Licha ya kudai kwamba ikiwa nchi hizo zitaamua ziendelee kupigana ataziacha kwanza zipigane, lakini mpango wake ni kuona vita vinaisha. Licha ya kusema hataingilia kati mzozo huo na kwamba hataingiza majeshi yake, isipokuwa tu ni hadi pale Iran itakaposhambulia vituo vya kijeshi vya Marekani. Wakati huo Jordan ilifungua tena anga yake asubuhi ya kuanzia Jumamosi, na hata wakati huu baada ya kuifunga kwa siku moja kutokana na hali ya wasiwasi kati ya Israel na Iran. The World News inaendelea kufuatilia hali inavyojitokeza katika eneo la Mashariki ya Kati, na tutakuletea taarifa kadri zinavyotufikia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.